Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za Tanzania Forest Services Agency TFS, Tanzania ina takriban hekta 1,158,000 za misitu ya mikoko. Mimea ya mikoko ni miongoni mwa rasilimali muhimu za mazingira zinazopatikana katika maeneo ya pwani ambapo maji ya chumvi na maji baridi hukutana. Misitu ya mikoko ina mchango mkubwa katika kuhifadhi mazingira, kulinda viumbe hai na kuboresha maisha ya jamii zinazozunguka maeneo ya pwani. Katika kufahamu yote haya, nimefunga safari hadi katika fukwe za bahari ya Hindi, eneo la Kunduchi, Dar es Salaam, na kutana na Hamisi Yahya. Yeye anafahamika kama mhamasishaji wa upandaji wa miche ya mikoko. Pengine utupitishe kidogo, pengine kuna mtu afahamu, wapo ambao wafahamu, naelewa. Tunapozungumzia mkoko ama mikoko, mikoko ni mimea aina gani hasa? Nashukuru sana. Mikoko ni mimea inayostawi kwenye ardhi yenye chumvi bahari au tope, sehemu za makutano ya mito bahari, milango bahari, delta na ardhi oevu. Hii ndiyo mikoko. Na hii kazi yake kubwa hasa ni nini? Mikoko ina kazi nyingi, ila kiujumla mikoko ni mapafu ya dunia kwa uwezo wake mkubwa iliyonayo miti hii pamoja na ardhi yake oevu. Jambo la kuvutia kumhusu Hamisi ni kwamba mbali na kuhamasisha upandaji wa mikoko, amerithisha utamaduni wa kuitunza na kuipanda kwa mtoto Mudrik. Kwa upande mwingine, wavuvi wanaoishi katika fukwe za Kunduchi wanawajibika kwa kiwango kikubwa katika kuitunza mikoko. Bakari Saidi, ambaye ameishi eneo hili kwa muda mrefu, anaeleza utaratibu walionao katika kuhakikisha mikoko inabaki salama licha ya shughuli za uvuvi zinazoendelea. Utaratibu wetu ni kuhamasishana na kuwekeana siku maalumu ambazo kwa tunakutana katika shughuli zetu hizi za utunzaji wa mazingira na upandaji wa miche na upandaji wa miti ya mikoko. Kama hivi ikitokea angels, tunaingia katika kupanda. Ninaelezwa kuwa kamati ya usimamizi wa fukwe BMU hapa Kunduchi imekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha utunzaji wa mikoko. Hata hivyo, ipo changamoto inayokwamisha doria zao za utunzaji wa mikoko hiyo. Yahya Ali, ambaye ni mjumbe wa BMU Kunduchi, anaeleza. Changamoto tulizokuwa nazo, kwanza vifaa vya kuwafikia watu ambao walikuwa na wakatazi mikoko hatuna, hususan ukija kwenye vifaa vingine kama kaputi hivi mwana, au vifaa vya kutumika kama majembe, na hususan kama boti sisi hatuna doria, maana hichi kitu tunalia sana kila siku. Hizo ndio changamoto zetu, kwa sababu sisi tukishapata boti lazima tumfikie yule mtu anakata mikoko, na wale wanaoharibu, wafanya uharibifu, wanakuwa wanasubiria maji yakishajaa tu wanajua si hatuna mbinu yote mbadala ya kuwafikia. Kwa hiyo wao ndio wanaharibu mikoko, wanapata kuondoka. Lakini laiti kama tunakuwa na boti ni rahisi sana kuwafikia. Tunapozungumzia mikoko, hatuwezi kukwepa kuijumuisha katika bioanuwai. Petro Mbondela, yeye ni mtaalamu wa masuala ya mazingira kutoka taasisi ya Youth Biodiversity Network, ambaye anaeleza mchango wa bioanuwai katika utunzaji wa mazingira. Viumbe kama samaki, mimea na wanyama. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana kuweza kuvitunza, kwa sababu hivyo viumbe pia hutupatia madawa kama miti, mwarobaini. Pia tunavyotunza labda fukwe, pwani, tunazuia ile kuua ile vile vizalia vya samaki, na kuhakikisha pia tunakuwa na availability of food. Lakini pia tunavyotunza bioanuwai pia tunachangia katika sera ya taifa katika masuala mazima ya utunzaji wa mazingira. Lakini vipi kwa wanafunzi wanaobobea katika mazingira? Nimempata Amri Said aliyenieleza shughuli za mazingira zinazofanyika chuoni kwao. Na shughuli nyingi, tunashiriki katika shughuli nyingi tu za kimazingira, kama kwa sababu sisi ukiangalia tuna deal zaidi na Aquatic Science and Fisheries as a department, na shirikiana na organization tofauti kama SOA Tanzania, this Blue Carbon,
katika tunafanya shughuli hizo za clean up. Wanafunzi wanakuwa wanashiriki sana katika kwenda kufanya clean up, kufanya restoration za coral, restoration za seagrasses, restoration za mangrove na other activity tofauti ambazo zinakuwa zinahusisha katika utunzaji wa mazingira. Utunzaji wa mazingira unawahusisha pia watafiti. Kretos Mtonga ni mtafiti na mhadhiri wa sayansi ya mazingira kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye anaeleza ushahidi wa kisayansi unaoonyesha kutoweka kwa mikoko. Kuna ripoti ambayo inatolewa na WWF kila mwaka na wadau wengine, wanaonyesha ni kwa kiasi gani viumbe wanaendelea kupungua kwa sababu ya kuongezeka kwa binadamu. Sababu kubwa ni binadamu. Binadamu tunaongezeka idadi, tunahitaji mahitaji na mahitaji yetu mengi hapo kwenye nature. Tuko hapa hivi leo tumeona kuna kaa hapa chini na viumbe wengi, samaki. Kwa idadi ya watu tunavyozidi kuwa wengi, mwisho wa siku tunawala hawa viumbe. Lakini je, ina maana gani kama viumbe tofauti wanapotea? Nimepata mtoto ni mdogo sana, labda mwaka mmoja. Fikiria akifika umri wa kujitambua, kuna aina fulani ya kaa, kuna aina fulani ya vyura, kuna aina fulani ya kiumbe fulani, hayupo, yeye hajamuona. Lakini vipi? Je, kuna hatua za kisayansi zinazopaswa kuchukuliwa ili kurejesha misitu ya mikoko? Kuna mtaalamu mmoja ukisoma Johnson, kuna pepa amesema kwamba tunahitaji kushirikiana. Sayansi ni sehemu mojawapo. Ndio maana akaita mikoko ili ikue inahitaji sanaa, sio sayansi peke yake. Sanaa kwa maana ya kwamba hapa hivi tunahitaji sayansi kwa ajili ya kujua aina ya udongo, aina ipi ya mkoko ambao unaweza ukaota, kwa sababu unashirikisha jamii, wasije tu kuja kupanda alafu vitu vikafa. Lakini vile vile hatua nyingine ni kuifuatilia, kuchukua takwimu, upi umeota kwenye aina gani ya udongo, aina tofauti za upandaji, mbinu. Hivyo vyote vinatakiwa viandikwe ili tujue kipi kimefanya vizuri, ili mwisho wa siku tupate mbinu na sayansi bora katika urejeshaji wa mikoko. Daphne Buniati, yeye ni afisa upandaji wa mikoko, na hapa anaeleza umuhimu wa mikoko katika ekolojia. Okay, so indeed there's no mangroves in France, like in the metropole of France, but we know mangroves because we have territory in other parts of the world where there are mangroves, and we heard of it. I've read a lot of scientific words and articles on it, and it's just wonderful what mangroves can do, like considering carbon sequestration, but also like ecosystemic benefits for everyone, for population, local population, but also global one. It has benefits. If we protect mangroves, we can influence on climate change in a good way, and we can influence on the impact of, for example, tempests, on the impact of biodiversity. It's a source of income. It's like so complex ecosystem, but so interesting for any scientist that's interested in nature in general. Kwa maelezo yote hayo, tunapata uelewa kwamba misitu hii imeendelea kupungua kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu pamoja na ukosefu wa elimu kuhusu umuhimu wake. Tafiti zinaonyesha kuwa mikoko ya Tanzania imekuwa ikipungua kwa wastani wa 0.7% kwa mwaka, sawa na takriban hekta 1100 kwa mwaka katika jumla ya hekta 158,058 zilizopo. Dennis Mwangama ni mhifadhi mwandamizi kutoka Wakala wa Misitu Tanzania TFS, wilaya ya Kinondoni. Nimemuuliza kuhusu hali ya misitu ya mikoko katika wilaya hiyo, na hivi ndivyo alivyonijibu. Kwa wilaya ya Kinondoni, miti ya mikoko ambayo tunaisimamia ni hekta 189.5 ambayo tunaisimamia, ambayo ni pamoja na maeneo yote ambayo yani kulingana na yani eneo la ambayo linakuwa liko na mikoko, na pamoja na eneo hili ambalo tunapanda liko ndani ya hiyo. Taasisi ya Blue Carbon Tanzania inajihusisha na uhifadhi, utunzaji na urejeshaji wa mazingira ya bahari na ukanda wa pwani ikiwemo mikoko. Nimemuuliza Deborah Benjamin, ambaye yeye ni mkurugenzi wa taasisi hiyo, ikiwa anaridhishwa na ushiriki wa wananchi katika shughuli za uhifadhi wa mikoko. Tunaridhishwa kwa kiasi, kwa sababu sasa hivi kuna mwamko mkubwa. Kama mlivyoona hapa, tuna
wananchi wengi ambao wengine ni wavuvi, lakini pia tuna BMU, Beach Management Units, ambao pia nao wanasaidia kwenye kuhifadhi hapa, lakini to some point ina disappoint kwa sababu unajua kama hivi tumepanda, lakini kama unavyoona sehemu zingine wamekata, ni hao wananchi wanajua kabisa kuna watu wao wanapanda, kuna watu wanahifadhi na tunajaribu kuwaelimisha, lakini kuna wachache ambao bado yani mnafanya hivi, lakini mkiingia unakuta washakata, wanavizia, na tuna vikundi ambavyo wanafanya hivyo kama mlivyomhoji yule ambaye wanatunza vitalu, wanashiriki pia kwenye ulinzi shirikishi, bwana hapa usikate, bwana hivi, lakini bado kuna wanaovizia, wanajua kabisa mikoko inahifadhiwa, wanajua kuna watu tunafanya hizi shughuli za upandaji, lakini bado wananyemelea, labda usiku wanakata miwili mitatu wanaondoka. Lakini overall watu wengi sasa hivi wana hii elimu na wanajaribu kwa kiasi kiasi. Kwa kulitambua hili, TFS wamebuni mikakati ili kulinda na kurejesha mikoko. Kwa sasa hivi juhudi kubwa ambazo tunazifanya, nafikiri ndio maana tuko hapa sasa hivi, tuna wadau ambao wahifadhi wa mikoko pamoja na sisi wenyewe katika mpango kazi wetu. Huwa kila mwaka huwa tunaweka budget kwa ajili ya kufanya doria na kufanya urejeshaji wa mikoko katika maeneo ambayo yameshapotea hiyo mmea mikoko. Ni dhahiri kwamba mikoko inasalia kuwa muhimu katika kuisaidia dunia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha maafa ya kimazingira. Sote tunao wajibu wa kuendelea kutunza na kuhifadhi mazingira. Mimi ni Lucia Njovu.